Mtazamaji wa Sibuka TV, msikilizaji wa Lindi FM 87.5, ninakukaribisha uwe pamoja na mimi tena kwa siku ya leo au kwa wakati huu sasa katika mfululizo wa masomo yangu katika kipindi cha jamii na maadili. Na nimekuwa na somo muda wa kutosha, na sasa niko kwenye kipengele cha nimekuwa naendelea na kipengele cha watu katika kada mbalimbali, nikieleza habari za haki na wajibu, na nimezungumza na kada mbalimbali za watu. Sasa niko kwenye zamu ya viongozi wa dini. Wengine waliopita, kama ukupata haki zao na wajibu wao, namba yangu naitoa bila uchoyo, utanipigia, utapata kabisa. Lakini uniruhusu niendelee kwenye kada nyingine leo, viongozi wa dini. Niombe Mungu kwa ajili yako. Baba Mungu mtakatifu, Mungu wetu unayetupenda watoto wako, umetupa tena heshima kuwa na kipindi hiki cha jamii na maadili, lakini somo la haki na wajibu. Umekwisha kusema nasi mambo mengi ya adili, na sasa Baba sema nasi kwa ajili ya hii kada ya viongozi wa dini. Tunahitaji kujua mengi, maana hata mimi ni kiongozi mmoja wao. Nahitaji kujua haki zangu, nahitaji kujua wajibu wangu, lakini pia wengine wote, hata wale ambao sio viongozi wa dini, iko siku watakuwa viongozi wa dini. Kwani sisi tulijua kwamba tungekuwa viongozi wa dini? Hatukujua. Kila mtu ameanzia alikoanzia, lakini leo tunaitwa viongozi wa dini. Baba, kila mtu awe na hamu na shauku ya kujua. Naomba uweke usikivu ndani ya kila mmoja. Sema nasi, maana tuko tayari kukusikiliza. Baba, naomba unitumie kama chombo chako. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa hiyo karibu tuendelee sasa. Mwishoni ndio nitatoa hata ratiba ya Sibuka TV yetu. Inapatikana wapi, nitaeleza mwishoni huko, lakini sasa niendelee moja kwa moja na kada ya viongozi wa dini. Viongozi wa dini, mimi nijuavyo, ni watu ambao ni watumishi wa Mungu. Sina kipimo cha kupima kwamba huyu ni mtumishi grade gani na huyu ni mtumishi grade gani. Maadamu wengine wamevaa kama mimi rasmi hivi nilivyovaa, wengine hawakuvaa hivi, lakini wanatambulika ni viongozi wa dini. Wanaongoza watu kwenye mambo yote ya imani. Mahali pengine tunasema viongozi wa imani. Kwa kweli sisi ni watu maalum ambao Mungu ametupa neema ili wazidi wenzetu kabisa. Tumepakwa mafuta kwa ajili ya kazi hii nzuri ya kumtumikia Mungu na kwa ajili ya kuwahudumia watu. Mmoja wao ni wewe unayenisikiliza, unayenitazama. Naam, kama hivyo ndivyo tunazo haki zetu, kusema kweli, viongozi wa dini. Lakini kwa jumla ya mambo yote kabisa, kiongozi wa dini anatarajiwa awe na tabia na mwenendo mzuri kuliko mtu yoyote hapa juu ya uso wa dunia. Kwa nini? Kwa sababu kwenye tafsiri ya kawaida kabisa, sisi ni mawakili wake Mungu. Mawakili wa siri zake Mungu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa kwanza utakuta hilo neno. Sisi ni mawakili wa Mungu. Mtu na atuhesabu hivi kwamba sisi ni mawakili wa siri zote za Mungu. Na kinachotakiwa kwa wakili sasa ni uaminifu. Mtu aonekane kuwa ni mwaminifu. Sasa tunatarajiwa na watu wengi watutazame kwenye mtazamo huu, kama wanavyoniona, mzee mpole, mnyenyekevu. Sio kwamba ni mnyenyekevu kwenye TV. Hata tukikutana huko, huwezi ukakuta mimi ni mtu wa hovyo hovyo au nimevaa kienyeji. Hata kama sitakuwa nimevaa vazi hili la kazi, lakini vazi lolote nimevaa, nitakupa maandiko hapa, natakiwa kuwa kielelezo. Hata watu waniulize, mzee, hii suti umeshona wapi? Au ni ya nchi gani? Mzee, hizi nywele umenyoa saluni gani? Yaani kila kitu viongozi wa dini tunakuwa kielelezo. Nitakuja kukupa maandiko hapa. Lakini bado nakwambia mtazamo wa jumla watu wanavyotutegemea ni Wakolosai sura ya 4. Usikilize.
Wakolosai sura ya 4. Sijaingia kwenye wajibu, sijaingia kwenye haki, na nataja tu kwanza ule mtazamo wa jumla, watu wanatutegemeaje kutuona katika mtu akishajitambulisha mimi ni fulani kiongozi wa dini. Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 6, sikiliza mtazamo wa watu. Tunavyoagizwa, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, mkiukomboa wakati. Maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Kwa hiyo kwa jumla, kiongozi wa dini au kiongozi wa aina hii hatakiwi kuwa mropokaji tu, ni mtulivu. Hata kama akiulizwa swali anatulia kwanza kabla hajajibu. Hata wazungu wanasema hivi kwenye msemo wa kawaida, wanasema think twice before you leap. Fikiri mara mbili kabla hujasema kitu, kwa sababu hiki unachokitoa watu wanasema ndio chenyewe. Sasa itakuwa ni hatari kwa kiongozi wa aina hiyo kuropoka au kukurupuka. Unasema ulimi hauna mfupa, jamani mnisamee, hakuna ulimi hauna mfupa. Unatakiwa kutulia, kiongozi mwenzangu, kutulia. Alafu watu wanasema maneno yako yakolee munyu, yawafai wanaokusikiliza. Maneno yako yakolee munyu, yawafai wanaokusikiliza, hata watamani uendelee, usinyamaze. Unaona, ndio maana yake hiyo, kwamba tuwe watulivu wa namna hiyo. Anasema enendeni kwa hekima mbele yao walio nje, yani wale ambao sio watumishi, sio viongozi wa dini, walioko nje. Twende kwa hekima kwao, kwa sababu tunapewa heshima ya tofauti, na huku nitakapotaja haki zetu. Alafu anasema mkiukomboa wakati. Kiongozi wa dini sio mtu wa kupiga porojo, kupoteza muda, na ni mtu wa utaratibu. Hata anatoka nyumbani kwake anajua anakoenda, na sio kwamba anajikuta yuko mahali tu amekurupuka tu. Hapana, anajua anakoenda na anaenda kwa muda fulani. Na mara nyingi mimi nimeona wenzangu wengi, na mimi nikiwa mmoja wao, tunatunza muda, hatupotezi muda, keep time. Nikikwambia njoo tuonane saa 4, kwa kweli ukija saa 4:30, huwa natoa nusu saa kwa ajili ya watu. Maana niko Tanzania, siko nje ya Tanzania. Sio wote watakuwa kama mimi, natoaga nusu saa ya ziada. Nimesema tuonane saa 4, ukija saa 5 mimi nadhani huwezi kunikuta kabisa kama nina kazi zingine, kwa sababu alafu sina hatia. Tunakomboa wakati. Anasema mkiukomboa wakati, anaendelea, na maneno yenu yawe na neema siku zote, mazuri, yakikolea munyu, na mpate kujua namna ya kumjibu kila mtu impasavyo. Kujibu ipasavyo kwa kila mtu anayekuuliza. Sasa na Wakorintho wa pili ile sura ya 6, pale tunapewa tahadhari nyingine, au jinsi watu wanavyotegemea kutuona katika ulimwengu huu. Sisi ni watu wa baraka siku zote, ni watu wasiolaumika, ni watu tusiokwaza watu, kwa sababu tutakuwa tunaongea neno la Mungu mara nyingi, na neno la Mungu halikwazi mtu. Kinachokwaza watu ni maneno yetu ya ziada, yale maneno ya mtu. Ndio maana mahali pengine anasema msimlaumu sio yeye, ni malezi yake aliyolelewa na wazazi wake. Kwani hujui huyu ni kabila fulani? Maana kuna makabila mengine wako hivyo. Sasa ukishakuwa mtumishi wa Mungu, jichomoe huko kwenye kabila ambalo ni la hovyo hovyo. Sisemi kwamba kuna makabila ya hovyo hovyo labda fulani, yani tabia ambazo hazikubaliki kwenye jamii, eti ukasingizia sisi ujui ni kabila fulani. Hata kama kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, wewe unatakiwa ujichomoe huko, uende kwenye maadili mema. Anasema hivi, sura ya 6, Wakorintho wa pili sura ya 6, nikusomee mstari wa 3 mpaka wa 4a. Anasema tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote. Narudia, tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe, bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu. Imeandikwa hivyo hivyo moja kwa moja. Ndugu zangu, watumishi wenzangu, tujitahidi sana kuwa mbali sana na kukwaza watu. Tujiepushe, tusiwe kwazo la namna yoyote, tena katika jambo lolote, tena mahali popote.
tuwe ni watu wa kutulia. Alafu ukisha lipima jambo unataka kulifanya au kulisema, ukahisi kwamba itawakwaza watu, unanyamaza, unakuwa nalo. Wazungu wana maneno mazuri, anasema I reserve my comments kabisa. Sio kwamba hawezi kusema, sio kwamba hajui kusema, sio kwamba hana la kusema, lakini amelipima akaona hapa litachafua hali ya hewa, ananyamaza mtumishi wa Bwana. Hakuna jambo la hatari kama hilo, mtumishi wa Bwana kuchafua hali ya hewa, mpaka kila mtu akasema, hivi huyu alipataje uchungaji huu? Hivi huyu alipataje uaskofu huu? Kila mtu akashangaa kwa sababu ya mtafaruku uliotamka au uliosababisha. Kwa hiyo sasa niende kwenye haki zetu. Haki zetu watumishi wa Bwana, haki zetu kabisa, la kwanza kabisa kutambuliwa. Ndio maana mimi nasema kama kiongozi mwenzangu, nafasi ulionayo ina vazi rasmi, mimi nadhani ulipige hilo. Na jinsi ulivyo watu wakutambue, hata hujajitambulisha lakini wajue huyu ni fulani. Na kama ukiwa mahala fulani, tukiwa mahali fulani, hujatambuliwa rasmi uwepo wako. Maana mimi nimesikiliza hotuba za watu tunapokuwa kwenye mikutano au popote, hata kama ni sherehe, wasema tunatambua uwepo wa mchungaji Mutashi, tunatambua uwepo wa askofu fulani, tunatambua uwepo wa kiongozi. Sasa ni haki yetu kabisa kutambuliwa, ndugu zangu, kwa sababu tuna kazi nyingi za ziada ambazo nitataja huku mbele, utaona mwenyewe kweli tunastahili kutambuliwa katika nafasi yoyote tunapokuwa, na sio kutambuliwa tu lakini pia kuheshimiwa. Mtu kama mimi niingie kwenye public transport, kwenye daladala, nadhani ni vizuri, hata viti vimejaa, siwezi kusema dada, huwezi kunipisha au mtoto. Yani mimi naingia nashika bomba kama kawaida. Ila baada nusu dakika wala sio dakika, nitaona mtu ananipiga begani, samahani baba, naomba ukae hapa. Heshima. Lakini heshima kwa sababu nimejitambua. Nimejitambulisha mwenyewe kwanza. Ila kama nimevaa jeans, sio kwamba jeans ni vazi baya. Jeans ni vazi zuri. Alafu huwezi ukavaa jeans ukavaa na shati kama hii. Jeans ina vazi lake tena. Jeans inaenda vizuri na t-shirt. Umeona? Alafu t-shirt usome maandiko kwanza, usome maandishi yake kwanza, usio ukavamia t-shirt yoyote. Mimi nimekutana na mtumishi mwenzangu mpaka nikamsaidia. Alikuwa amekataliwa kuingia kabisa kwenye ndege kabisa, airport kabisa. Mchungaji Mutashi, hebu msikilize mwenzako anasema na yeye ni askofu fulani. Kwanza nilipomcheki simfahamu, lakini nikamkataa hata mimi, nikasema amesema ni askofu. Akasema msikilize. Sasa amevaa jeans, ni kweli ana haki ya kuvaa vazi analotaka. Amevaa t-shirt, hapa mbele kuna pikipiki alafu kubwa, alafu jamaa limevimba, limeendesha kama pikipiki hivi, anasema kaa chonjo saa mbaya. Sasa baba askofu, kama umevaa kaa chonjo saa mbaya na unataka kuingia VIP airport, huwezi kuingia. Pamoja na kwamba ni haki yako labda na hivi, umeharibu baba. Sasa na ukishavaa jeans ukavaa na kaa chonjo saa mbaya, nadhani kuweka kepu ni mahali pake. Sasa askofu mweka na kepu alafu ya mwenge wa uhuru ya mwaka jana choro mwenge hapa, alafu uwezi ukavaa kiatu kama changu. Sasa ningesimama nikuonyeshe, lakini acha tu. Uwezi ukavaa suti kama hii ukavaa raba, lakini ukivaa jeans lazima uvae raba, na sio raba yoyote, raba mtoni. Na raba mtoni imeinuka hivi. Kwa hiyo hata kutembea kwako baba askofu, kama umevaa hivyo utakuwa unanepa. Sasa unadunda. Sasa askofu unadunda, alafu kweli utaheshimiwa na nani baba? Maana ukitaka kuheshimiwa, jiheshimu wewe kwanza. Ujicheki, kwani unakurupuka unatoka ndani unaenda airport baba? Si unamwaga na mama hawezi akakubali utoke hivyo. Sasa ndio maana yangu hiyo, kwamba kuheshimiwa, ukitaka kuheshimiwa baba, viongozi wenzangu, jiheshimu wewe kwanza. Alafu kusikilizwa, utasikilizwa mahali popote kwa sababu unaongea sense. Kusikilizwa. Timotheo wa Tesalonike wa kwanza. Nimeanza hotuba alafu maandiko. Wa Tesalonike wa kwanza ile sura ya 5
Ni ule mstari wa 12 na wa 13. Biblia inasema namna hii. Niko kwenye haki zetu. Haki zetu nimezitaja, sasa nakupa maandiko. Kwanza nimesema kutambuliwa, nikasema kuheshimiwa, alafu nikasema kusikilizwa na jamii. Kumbuka ni jamii na maadili. Siko kwenye dini yako au kwenye dhehebu fulani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 12 mpaka wa 13, neno la Mungu linasema namna hii. Lakini ndugu, tunataka muwatambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Kutambulika. Muwatambue wanaojitaabisha kwa ajili yenu na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwanyenyekea na kuwaonyeni. Kuwasimamia na kuwaonyeni, muwatambue wanajitaabisha kwa ajili yenu. 13. Mkawastahi sana. Nasoma sio kwamba nazungumza. Huo ni mstari wa 13. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13. Mkawastahi sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gani kiongozi anavyostahili kutambuliwa, alafu kuheshimiwa kwa ajili ya kazi yake ya kutuonya au ya kuwaonya, ya kuwafundisha. Nitakuja kusema baadaye huko, lakini Waebrania 13 ule mstari wa 17 neno kama hilo, lakini linapanuka zaidi kwa ajili ya viongozi wenzangu. Naleta haki zenu hapa, lakini nitaleta na wajibu pia, muwe radhi kunisikiliza. Waebrania ile sura ya 13 mstari wa 17, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala sio kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Kuwatii, kuwanyenyekea watu ni wa muhimu sana. Nisiseme hawa watu, sisi ni watu wa muhimu sana, na mimi ni miongoni mwao. Tunatarajia hao tunaowaongoza kwa kweli tuheshimiwe, na sio hao tunaowaongoza tu, lakini pia katika jamii, kwa sababu sisi ni wa wote. Ndio maana uwezi ukakuta mambo ya siasa kwenye nyumba yoyote ya ibada. Nyumba ya ibada wote walioko mule ndani ni abiria wake. Watu wa itikadi zote za siasa ni watu wake, ni Watanzania ni watu wake, wasiwe ni Watanzania ni watu wake. Kwa hiyo sisi ni viongozi wa wote. Mahali popote ninapokuwa sio lazima wawe ni watu ninaowaongoza kwenye nyumba ya ibada, lakini nitatambulika. Na ndio maana nimesisitiza tujitahidi viongozi wenzangu kukaa katika mkao wa kutambulika hata kabla hujajitambulisha kabisa. Watu waseme kabisa, nadhani huyu ni askofu, nadhani huyu ni mchungaji. Wakianzia chini kwenye waruhusu tu wakukague. Hawakugusi, lakini wanakicheki kiatu cha nguvu. Wanacheki kweli suruali safi. Wala sio lazima iwe suti kama hii, lakini hata kama umevaa vazi la kawaida respectable. Wakija sasa wanamalizia kwenye kichwa ulivyonyoa baba. Sasa kuna askofu anayenyoa denge kweli jamani, au kiduku nini ile? Haiwezekani. Kwa hiyo kama overdo, umejisahau kufanya hivyo, wakitoka huku chini kufika hapo wanaona ni mwenzao. Sasa lolote laweza tokea. Ndio maana nimesema ukitaka kuheshimiwa jiheshimu mwenyewe. Sasa wajibu wetu sasa, ili tuweze kupata haki zetu hizo. Wajibu wa kwanza ni kuwa kielelezo na kufundisha. Kiongozi wa dini, kama nilivyosema, tunatakiwa kuwa kielelezo kabisa katika jamii tunamoishi, tunamopita. Paulo mwenyewe akasema kwa Korinto, ile wa Korinto wa kwanza na sura 11 mstari wa kwanza, sura 15 mstari, sura ya 11 mstari wa kwanza wa Korinto wa kwanza. Paulo anasema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwisha. Yaani watu waambiwa kufuate wewe. Usiseme myafuate yale ninayoyasema, lakini yale ninayotenda jamani, mimi nadhani mimi ni mwanadamu mwenzenu. Mimi ni mwanadamu mwenzako, lakini nina neema iliyozidi wewe. Kwa hiyo natakiwa kujiongeza. Tena hili neno limekuja hivi karibuni. Nijiongeze sasa, niwe rasmi, mtu special niliyeitwa na Bwana. Kwa hiyo nasema nifuate mimi. Huwa nafurahi sana mtu akiniuliza, mzee, hii saruni uliponyoa naomba unipeleke. Hata hivi unaniona, unaonaje? Mvi zilivyojipanga kwa mstari, alafu nimenyolewa kwa heshima.
hivi najisifu tena, lakini hata wewe unasemaje unavyoniona? Ni sawa. Naulizwa na mtu, nipeleke hiyo saloni baba. Nampeleka. Baba, hii suti, mzee, huu mtambo wapi? Naambia, hii ni Uturuki. Nipeleke kwenye duka uliponunua. Yaani mimi najisikia vizuri kwamba nimetimiza wajibu wangu kama kiongozi, nimekuwa kielelezo kwa mavazi. Nitakusomea andiko hapa, anasema hata kwa usafi. Siwezi kuvaa nguo safi kama hii, lakini na ukoko imekakatwa ieleweki. Unaona? Kwa usafi ina maana kwamba hata matongo kwenye macho. Hebu nisogelee. Unaweza ukazumu TV yako ukaniona kwa karibu kwa kabisa, matongo hamna. Ndevu nimenyoa vizuri. Sijisifu kwa lolote au sikujiandaa ili nije nifundishe ndio nimenyoa. Niko hivi. Wanaoniona wanajua. Yani tuwe kielelezo kwa namna yoyote ile, watu watufuate, watu watuige. Naona fahari kabisa. Nampeleka kwenye duka niliponunua hii suti ya Uturuki, na yeye anunue, ametamani afanane na mimi. Mzee, akaka kitu umekapata wapi? Nimpeleke akapate. Yani mtu wanapotufuata hivyo, mimi najisikia vizuri. Nadhani na wewe mtumishi wa Mungu mwenzangu uwe katika hali ya namna hiyo. Sio kwamba uwe na suti nyeusi au uwe na kakitu au uwe na nyweo umenyoa kama mimi, lakini nadhani umenielewa tunapoambiwa kuwa kielelezo. Na nitakupa andiko hapa, ametaja mambo mengi. Labda nisome kwanza Timotheo wa kwanza sura ya 4, kielelezo na kufundisha, wajibu wa kwanza. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Na mimi nasema asidharau kazi yako, asiudharau utu wako. Ni ujana wako ametaja hapa, ni sawa, naongea na vijana lakini inakuhusu. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, hata wasioamini. Niwe kielelezo kwao. Anasema kwa usemi, naam, kwa mwenendo. Nasoma sio kwamba nazungumza. Kwa mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Hata nikicheka hivi, unajua hata tunapocheka wanatufuatilia kama meno, umepiga mswaki au hujapiga mswaki. Sasa kiongozi wa dini au kiongozi mwenzangu, kama unacheka alafu kila mtu anakuwa amekwazwa kwa sababu anakuta michicha labda humu, na ukiangalia mchicha umekula mara mwisho lini? Ni juzi. Ina maana ukipiga mswaki usiku juzi na asubuhi hujapiga, mchicha umetoka wapi kwenye meno? Au mwingine siku moja nikamwambia, mzee, kuna kamguu kidogo, kamdudu fulani. Sema, sasa nimekula kumbi. Hivi hawana adabu kumbi. Mzee, hebu nisaidie, kako wapi? Unajua kuna wadudu wengine ni kweli ni chakula, lakini kwa viongozi wenzangu saa nyingine tunajinyima vitu vingine kwa sababu unakuta hakuna siri. Sasa kamguu kumbi kameganda hapa. Kamekaa tu. Unajua ni sawa sawa umevaa suti nzuri kabisa hivi, alafu nani hawa? Hao wadudu wanaitwa nini hawa? Kunguni nilikuwa natafuta. Kanapita hapa sema, "Samani mchungaji, ngoja nikusaidie." Nasema, hapo kanakimbia. Alafu nakaua, kaishi kwa sababu utakiwi kuwa na kunguni kabisa. Yani ni vitu kama hivyo. Nadhani mmenipata kwenye usafi. Na ukitoka hapo kwenye usafi, tuwaruhusu hata watu watukague mpaka kwenye nyumba tunazoishi. Wanaweza wakajifunza mpangilio wa makochi. Na ndio maana wake zetu na wao wanaitwa wachungaji wenzetu. Anaitwa mama askofu, ni askofu kabisa, kwa sababu anapaswa aenende kama inavyotakiwa na wewe inavyotakiwa. Kwa hiyo utakuwa hivyo katika mambo yote hayo. Katika ndoa zetu zinatakiwa kuwa mfano. Watu hadi wajifunze kwetu, hata bila semina, bila chochote. Mtu anasafiri kabisa, anakaa kwangu hata siku 2, anajifunza mambo ya ndoa ninavyoishi. Ndoa zetu ziwe kielelezo. Sio vizuri kabisa ndoa ya mtakatifu yeyote, mtu mkubwa kama mimi, kama wewe, kusikika una shida katika ndoa, kusikika una shida katika ushuhuda. Hata kama watu hawajakukamata live kwenye uzinzi, kwenye nini, lakini ushuhuda umechafuka, kila mtu ana mashaka na wewe. Ukishakuwa kiongozi wa hivyo,
na ni wajibu wako kuwa katika hali ya kuwa kielelezo na kufundisha, alafu uko kwenye hali hiyo, huenda ukakosa haki zingine nyingi tu. Sasa nikienda kupumzika nadhani ni haki yangu, lakini nikirudi nikupe maandiko sasa, kwa sababu nimekupa andiko moja tu, nikupe maandiko mengine kuhusu kipengele hiki cha kuwa kielelezo na kufundisha, alafu nihamie kwenye wajibu wa pili. Jamani, naomba niende kupumzika, lakini tumia nafasi hii ya kupumzika kwangu kupigia watu simu. Waambie Dr. Mutashi yuko hewani, au kipindi cha Jamii na Maadili kiko hewani, ili tuwe pamoja. Usiende mbali. Mtazamaji wa Sibuka TV, msikilizaji wa Lindi FM 87.5. Karibu tuendelee sasa. Baada ya mapumziko niendelee na wajibu wa viongozi wa dini. Wajibu wa kwanza, niko hapo bado. Wajibu wetu wa kwanza nimesema tuwe kielelezo kwa namna yoyote, na tuwe ni watu wa kufundisha, tujitabishe kufundisha. Tusiwe wavivu kufundisha. Ukifundisha nitakupa andiko hapo, unapata heshima zaidi kuliko mtu asiyefundisha. Nikisema kufundisha mnanielewa. Kuna mtu ni kiongozi wa dini lakini hawezi kufundisha. Anafoka tu, ana hivi na hivi, lakini lazima upate muda wa kufundisha watu wakuelewe na watu wajue la kufanya. Lakini niliposema kuwa kielelezo, nimetaja mambo mengi mazuri ya usafi, ya mwenendo katika jamii tunamoishi, na usemi imetajwa hapo. Sasa nikusomee na maandiko mengine sasa. Na ndoa, nimemaliza kutaja na ndoa zetu ziwe vielelezo huko tunakoishi, watu watamani kuwa kama sisi. Asema natamani kuwa na ndoa kama ya Dr. Mutashi. Natamani kuwa na ndoa kama ya mchungaji fulani, kama ya askofu fulani, kama ya kiongozi fulani. Hivyo atamani ndoa yako imetulia, haina tabu. Timotheo wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 7 anasema, ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu na anatamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe ni mtu asiyelaumika, ni mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe ni mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe ni mwenye kupenda fedha, mwenye kuisimamia nyumba yake vizuri au vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake ya watu 4 labda 3, nyumba yake mwenyewe asiyejua kuisimamia, atalitunzaje kanisa la Mungu? Bado naendelea huko mbele, tutakutana na mambo mengine. Lakini Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 hapo mbele kidogo anasema, wazee watawalao vema, au viongozi watawalao vema, na wahesabiwe kustahili heshima maradufu, hasa au hususan wao wajitabishao kwa kuhutubu na kufundisha. Kujitabisha, mimi hapa najitabisha, na wewe ujitabishe. Kama hivi nimekuletea somo hili, nimejitabisha, nimeandaa, nimeliombea mpaka unalipenda, mpaka unavutiwa niendelee. Haikuja bure, haikuja kirahisi hivyo. Kwa hiyo nastahili heshima kutoka kwako.
Sasa na wewe unastahili heshima kutoka kwa huyo hao tunaowaongoza. Hatuwalazimishi. We mtoto uoni kama mbona hujaniamkia, umenipitaje hapa? Sasa kama haoni sababu katika hayo yote niliyoyasema, kama umeyakiuka hakuna hata moja, kwa kweli huna sababu ya kudai kuheshimiwa kwa nguvu namna hiyo. Na ndio maana unalazimisha. Lakini kama inajipa yenyewe, mwenyewe umejiheshimu, mwenyewe unafundisha, mwenyewe unahutubu, ndoa yako ni kielelezo, maneno yako yamekolea munyu, yani una sifa zote. Ni kweli we ni mwanadamu, ukosi kasoro za hapa na pale, lakini zile za kawaida tu za kibinadamu. Ila hizo zilizo nyingi wanakupa tiki. Naonaga watoto wanafanya hivi. Yani tiki kubwa namna hiyo, kwa maana umepitishwa. Sasa hapo shikamoo zitatoka zenyewe. Nimetoa mfano, niko kwenye daladala, mtu atasimama mwenyewe nikae. Unaona, sijalazimisha. Hivi watoto amuoni kwenu hakuna wazee? Hayo ni maneno ya watu ambao wanalazimisha. Lakini utaona hivyo. Uenda hata conductor akasema, baba, kazi unayofanya baba kwenye jamii inatosha. Wewe baba, twende tu. Ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo mmenipata. Wakorintho wa kwanza mlishaiandika 11 mstari wa kwanza. Sasa wajibu wa pili ni kuombea mamlaka na kuombea taifa na kuombea serikali. Ni wajibu wetu kabisa. Jamani, tukitimiza wajibu wetu huo, tutapata heshima hata kwenye serikali yenyewe. Utaona wanatuita, mimi naonaga hapa tunakaribishwa, tunapata barua kama za viongozi wengine, mwaliko kabisa. Mheshimiwa Rais atakuwa katika mji huu sijui siku fulani. Na huko kote mnaponisikiliza, si Mheshimiwa Rais anatembelea maeneo mbalimbali, lakini mkuu wa mkoa, kwa kuwa una ushirikiano naye na kwa kuwa unaombea taifa mara nyingi bila hata kusimamiwa. Unajua viongozi wenzangu, tunapokosea ni pale ambapo hatuna ratiba kabisa za kuombea taifa wala serikali. Tunasubiri maagizo ya serikali. Agizo linatoka kwa waziri mkuu au kwa rais, anasema viongozi wa dini wote ombeni mvua. Ombeni mvua inatutesa. Viongozi wa serikali wa dini wote mtusaidie kuombea uchaguzi uko mbele yetu. Vitu kama hivi, hata magonjwa, milipuko imekuja, kipindupindu, hata ilipokuja COVID, na sasa hivi kuna ile monkey nini hiyo monkey nini hiyo homa ya nyani hiyo. Vitu kama hivyo, milipuko ya namna hiyo, sisi lugha hiyo mnayotumia tunajiongeza, yani tunapanga ratiba zetu bila kusimamiwa wala kusubiri kukumbushwa wala kuhimizwa. Tunaita ni wajibu wetu, kwa sababu iko kwenye maandiko. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Usikilize viongozi wenzangu, tuna agizo la Mungu. Kabla sijaisoma hii, na ndio maana sisi viongozi wa dini, niseme namna hiyo, sidhani kama ni busara kukuta kiongozi wa dini anapambana na mamlaka. Yani kupambana, wanajibizana uso kwa uso au kwenye mitandao. Au umepata chombo cha umeita nini, conference ya waandishi wa habari, inaitwa hivyo press conference. Nimewaita waandishi wa habari kuwaeleza dukuduku zangu, na kuwaeleza kabisa kwamba mimi nadhani mnanitambua, labda nijitambulishe tena, mimi ni fulani. Kiongozi wa dini, haiwezekani bwana. Hayo tuachie wenzetu ambao wanajuana wenyewe huko kwenye mambo ya siasa, labda kwenye mambo mengine. Lakini sisi viongozi wa dini, hakuna anayeweza kuitisha press conference kwa ajili ya kutuhumu serikali au mamlaka. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuna majukwaa mengi, tuna nafasi nyingi za kutoa ushauri, kuishauri serikali na wakatusikilize na wakati. Kiongozi yeyote ambaye ataenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya au katibu tarafa au mkuu wa mkoa au ofisi ya waziri, hata ofisi ya rais, naonaga tunakwenda ofisi ya waziri mkuu kwamba nahitaji kuonana na mheshimiwa. Watakachofanya pale ni zile taratibu za kawaida za pale, lakini kama kuna watu walitaka kumuona, watasubiri, utaenda wewe kwanza. Heshima tuliyopewa. Na wataheshimu hivyo kutokana na yale tunayoyasema yana busara. Tunatoa ushauri ambao unatekelezeka, na ukitekelezeka ushindi upo, na tunakuwa tumeokoa jahazi mahali fulani. Mahali pengine hata hatujajipeleka wenyewe, anaweza akaagiza kiongozi, niitie fulani. Tuna jambo hapa, lakini niitie fulani, tumsikilize kwanza. Tunapewa hizo nafasi. Sasa kama mimi napata nafasi na heshima za namna hiyo, nadhani watashangaa sana kuniona kwenye TV
niko na pambana, niko na tukana, niko na kashifu, nipo naeleza udhaifu, lakini hizi nafasi nikikaa mimi, labda wewe jifanye sasa ni mkuu wa mkoa, ndio umeniita, niko mbele yako hivi na kushauri kitu cha maana sana, tuko wawili. Uone kama ni heshima hii? Ni heshima kubwa sana. Alafu niko na kushauri, alafu wewe unaandika. Mambo ya msingi kabisa. Alafu nahitimisha kwa kukuombea. Utaacha kuniita siku nyingine? Naona. Alafu yote niliyosema ya muhimu sana. Kwa hiyo ni sisi wenyewe tunakosea mahali fulani, hata tunaweza tukasema hatujatambuliwa. Hawajaniita mahali fulani. Sasa mazingira ya kuitwa, mazingira ya kutambuliwa, mazingira ya kuheshimiwa, uandae mwenyewe kiongozi wa dini. Kwanza ratiba za kuomba zijulikane kabisa. Tunaombea taifa wiki hii. Tunafunga siku 7, tunaombea taifa, tunaomba mvua, na tumeomba mvua inanyesha, tunaomba. Sasa hivi tunaombea uchaguzi. Haina maana kwamba sisi tuko kwenye vyama vya siasa au tunataka kugombea. Tunataka uchaguzi upite kwa amani kabisa. Tunataka Mungu atusaidie wananchi. Nimemaliza kipindi kilichopita nikaongea na wananchi, wasikilize maagizo. Sasa tunaomba kabisa wananchi wajitokeze kwa wingi kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, na kuhakiki kama majina yamo, kwa sababu kama tunasema wana haki ya kupiga kura, hawatapiga kura bila kuonekana kwenye daftari la wapiga kura. Na hata wakishahakiki haitamsaidia kitu asipokwenda kujitokeza kupiga kura yenyewe, achague kiongozi anayemtaka. Ni haki yake kabisa. Sasa asipokwenda kupiga kura, ataibuka mwingine asema mimi sikumpenda huyu bwana. Sasa unaona tena wamemrudisha huyu, lakini kura yako ingebadilisha matokeo. Sasa hii ni kazi yetu viongozi wa dini. Tunaposema kuombea taifa, lakini pia kufundisha, ni mambo kama hayo. Na tunaisaidia serikali kwa namna hiyo. Maana serikali inafikia mahali inasema viongozi wa dini mtusaidie kuwaeleza watu maana ya chanjo na umuhimu wa chanjo. Sasa tunakuwa na maandiko ya chanjo tunawasomea. Nimekusomea kipindi kilichopita, niliwasomea maandiko yanayohusu maandamano. Wewe ulijua yapo hayo? Lakini maandiko yapo kabisa. Sasa hiyo ni moja, ni wajibu wa pili. Lakini wajibu wa tatu ni kuonya na kukaripia. Hata Dr. Mutashi ningekuwa mpole namna hii unavyoniona, lakini inapofikia kukaripia jambo, nionyeshe sura ya kukaripia, sura ya kuonya. Na sisi tunaonya watu tunaowaongoza, lakini tunaweza tukaonya hata mahali pengine viongozi wetu tukawapa ushauri. Tunapokwenda kwa viongozi hatuendi kuwakaripia wala kuwaonya. Tunakwenda kuwashauri, na tunakuwa tumejipanga kabisa kuwashauri kwa hekima. Mahali pengine anasema mzee usimkemee. Kiongozi akemewi. Una ubavu wa kumkemea, wala unaenda kama ushauri umeupanga vizuri, na atakapo utekeleza ukiwa peke yako, sasa unasema si unaona mimi si ndio nilisema afanye hivi, sasa amefanya. Sasa wewe jisifu mwenyewe huko, lakini uweze kusema nataka mheshimiwa ifikapo, kama itafika mwisho wa mwezi hujafanya 1 2 3, huna mandate hiyo baba. Hapana, tujitambue mipaka yetu. Mipaka yetu sisi ni ushauri, sisi ni urafiki, sisi ni hivyo, kuonya na kukaripia. Isaya 58 mstari wa 1, kuna mahali pa kukaripia kwa watu tu. Sasa kwa wananchi wote huko, kama watenda dhambi, hauwezi ukakemea dhambi unabembeleza. Unakemea mtu ache ulevi unabembeleza, utafaulu? Huwezi. Twende Isaya 58 ni mstari ule wa 1. Biblia inasema namna hii. Anasema piga kelele usiache. Sasa utapiga kelele pole. Jamani, naomba uache ulevi. Ulevi ni mbaya. Acha ulevi. Ulevi unavunja heshima. Ulevi utavunja ndoa yako. Ulevi utakufukuzisha kazi. Hivyo. Anasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Piga kelele. Inafikia zamu ya kupiga kelele, kuonya na kukaripia, na wanaoonywa, wanaokaripiwa wanakuwa wanajulikana. Sasa nadhani hapo zamu yetu ndio hiyo, ndugu zangu, kuonya na kukaripia. Na Timotheo wa kwanza sura ya 5, narudi kule usikilize
Ni agizo la Mungu kwangu na kwako, mtumishi wa Bwana, kiongozi mwenzangu. Timotheo wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema namna hii. Mzee, unaona, narudi kule. Mzee usimkemee, bali umuonye kama baba. Na vijana kama ndugu. Wanawake wazee kama mama. Wanawake vijana kama ndugu wa kike. Katika usafi wote. Katika usafi wote tukionya katika mahali pengine amesema tukumbuke kwamba Bwana Mungu ametuita katika amani. Nisitoke mahali nimeonya, nimekaripia nikaacha mtafaruku. Kila mtu nitakayemuonya, nitakayemkaripia asikie ni haki yake kuonywa na apokee sehemu yake na arekebishe. Yani lile karipio langu na onyo langu ndani yake inatengeneza hukumu, inatengeneza toba. Mwingine unamuonya hata hujampiga wala yani ndio unaendelea kumwambia maneno ya msingi kabisa mazito. Mungu anasema hivi, mtu anaanza kutoa machozi kabla hajapigwa. Hapigwi kabisa, lakini anamtoka. Unaona anachukua kitambaa mwenyewe tu kabisa. Mwenyewe kama hivi ninavyochukua. Anafanya hivi, lakini anasikiliza, anafanya hivi. Baadaye anasema, "Lakini mchungaji, nimeelewa baba, naona imetosha." Imetosha mwanangu, lakini twende Mithali sura ya ngapi? La mwisho hili baba. Mithali sura ya ngapi? Baba mimi nimekuelewa. Sasa sijui unasema nifanyeje. Unaona? Namwacha katika hali ya nifanyeje na ninamueleza afanyeje na ninacha nimemuombea na ninajenga heshima na sifa kwake. Atajua alitembelewa na Mungu hapa. Naona Tito sura ya 3. Kama nilikuwa nimewakumbushe ili nishalisoma, lakini pia imetajwa mara ya pili sasa kwamba wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi, wasimtukane mtu. Sasa inafanana na hiyo. Kwa hiyo hii ni kazi yetu watumishi wa Bwana, viongozi wenzangu, kuonya, kukaripia, mahali penye kuonya tuonye. Kabisa tusinyamaze. Kwa sababu tunaponyamaza aje aseme nani? Kwa sababu sisi ndio tumepewa mandate, tumepewa mamlaka na Mungu. Sisi tuna nafasi ya pekee. Natumia hilo neno sana. Tumepata neema iliyozidi wenzetu. Kwa hiyo tuitumie vizuri ili tupate haki zetu zingine huko juu. Unajua tutakapokuwa tumetimiza wajibu wetu, nimesema kielelezo, nimesema kuombea mamlaka, sasa niko kwenye kuonya na kukaripia. Lakini wajibu wetu mwingine ni kukataa na kuchukia ulevi. Viongozi wa dini, jamani, viongozi wenzangu, hatutakiwi hata kutiliwa mashaka kwamba labda tunalewa. Labda hivi haya macho kweli huyu mtumishi wa Mungu hivi ni shwari hapa? Haya macho kama ni magonjwa yatakuwa ni magonjwa tu. Kama ni nini, lakini macho ya pombe yanaonekana, hata hayaonekani kama ya ugonjwa, yanaonekana mtu huyu yuko top. Lakini kiongozi, lakini anaenda ibadani. Sasa kwa nini maandiko haya, kwa nini yapo? Hao watu wapo wanaotuvunjia heshima, ndio naongea nao waache ili wapate haki zao zingine kwenye jamii. Kiongozi wa dini akishakuwa ni mlevi hapendezi kabisa. Kwa hiyo mimi nasema wajibu wetu ni kuchukia na kukataa tabia ya ulevi. Hata kama tunaupenda, hata kama tunauweza, hata kama tunaletewa zawadi hizo, hapana. Tuzikatai kabisa, na itafikia mahali wawasiliane watu wenyewe kwamba usimpelekee hivyo vitu, hatumii, huyu ni mtumishi wa Mungu. Sasa ikifikia mahali watu wanapanga kukuletea kreti ya bia, katoni ya whisky, baba, si bora ukaacha hiyo kazi. Kazi ziko nyingi ambazo hazifuatilii mambo haya, lakini sisi ni watu maalum, ni wajumbe wa Bwana. Nimekupa Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Sisi ni mawakili wa siri zote za Mungu, na mtu atuhesabu hivyo. Naam, kitu kinachotakiwa kwa mtumishi wa Mungu na wakili wa siri za Mungu ni kule aonekane kuwa mwaminifu, akichukia ulevi na kukataa. Isaya 28. Ya dini tunaambiwa kabisa moja kwa moja, viongozi, watumishi wa Mungu, acha. Mutashi mzee. Naam, 28 mstari wa 7 na wa 9.
Biblia inasema namna hii. Isaya sura ya 28 mstari wa 8 na wa 9, neno linasema hivi: maana meza zote zimejaa matapiko na uchafu, hapana mahali palipo safi. Atamfundisha nani maarifa huyo? Atamfahamisha nani habari hii? Je, ni wale walioachiwa maziwa, walioondolewa matitini? Unaona, meza zimejaa matapiko. Unajua inafikia mahali tena, nimeanzia mstari wa 8, nimekosea sana. Nianzie wa saba mpaka wa 9 ndio italeta maana. Lakini hawa nao wamekosa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Kuhani na nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Ninasoma, sio kwamba nazungumza. Hukosa katika maono, ujikwaa katika hukumu, maana meza zote zimejaa matapiko. Kumbe nilikuwa nimeanzia katikati. Sasa endelea mwenyewe. Meza zimejaa matapiko. Mtu mwingine analewa akiinama hivi, kumbe vinarudi. Hasa akitapika hawezi kusema akimbia atapike porini. Hapo wow. Afajitambui. Pombe ina adabu. Utaiteteaje pombe kwa mfano? Kileo utakiteteaje baba? Mutashi, sema machache ni chakula cha watu. Sio chakula cha watu. Hii ni sumu. Mimi nimeambia kukaripia na kukemea, niko kwenye zamu kabisa. Na kemea na onya, kwa kweli haimpendezi Mungu. Twende Mithali sura ya 20 mstari wa 1. Maandiko mengine mpaka nashangaa, hata watu wanashangaa. Hivi yalikuwepo? Sikia. Mithali sura ya 20 mstari wa 1. Mvinyo udhihaki, kileo huleta ugomvi, na akosai kwa vitu hivyo hana hekima. Sasa kiongozi gani wa dini hana hekima? Na huku juu nimesoma, tumeambiwa kutembea na kwenda kwa hekima kwa watu wote. Tutembee kwa wale walio nje, twende na hekima. Sasa kama huyu ni mlevi, kiongozi, mimi nasema hivi, mimi ni ushauri wa bure, sio lazima uwe hivyo. Acha hii kazi kwa hiari kabisa, usingoje kutumbuliwa. Bahati mbaya sijui kama huku kwetu tunatumbuliwa. Mungu anaweza kukutumbua kwa sababu umemwaibisha. Lakini mahali pengine kuna uongozi kabisa, wanaweza kupata habari wewe ni mtu mlevi na wewe unamwaibisha Mungu, ukatumbuliwa, ukaondolewa kwenye hiyo nafasi. Inawezekana pia. Wajibu wetu mwingine, kuchukia na kukataa rushwa. Nimeisema sana kwa watumishi, nimeisema sana kwa viongozi, lakini hata sisi viongozi wa dini tunaambiwa, kitabu cha Malaki sura ya 2, Malaki sura ya 2, inafikia mahali mtu anapokea rushwa, mtumishi wa Bwana anaanza kupendelea watu, anaanza kufanya vitu havivyo kwenye katiba, anaanza kufanya matukio. Sikia, Mungu anakasirika sana na anaongea na makuhani. Kitabu cha Malaki sura ya 2 ni mstari wa 7 mpaka wa 9. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Bali ninyi, anaendelea, bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. 9. Kwa sababu hiyo mimi nami nimewafanya ninyi kuwa kitu cha kudharauliwa na unyonge mbele ya watu wote, kama vile ninyi msivyozishika njia zangu, bali mwapendelea watu katika sheria. Huwezi ukapendelea mtu katika sheria kama hujapokea kitu chake. Unapendelea mtu, yani watu wanaleta kesi kwako, wamekosana labda hapa na pale, lakini mtu akitanguliza kitu unafumba macho, unaanza kupendelea. Anasema unapendelea watu katika sheria, halafu mmehalifu sheria ya Bwana, na watu hawawezi kutafuta tena sheria kinywani mwako kwa sababu wewe ni mtu wa ajabu sana. Sasa hapa nadhani hilo andiko mmelichukua wote, nadhani wote mmelichukua, linatuhusu wote. Wewe unaweza kufunga ndoa ya mtu ambaye hana vigezo vya kufungiwa ndoa.
unasema hiyo haina shida, lakini unakuna kichwa. Lakini unajua wanangu, ni siwezi kuwafungia hii ndoa kwa sababu neno linasema kwamba 1 2 3. Sasa kijana anapiga mahesabu, kwanza anakustada, anaona hapa nikijaribisha hapa kweli hawezi kupokea donge hapa. Basi mchungaji tumekuelewa, basi baba askofu tumekuelewa. Wakatawanyika, akarudi akakuona pembeni. Sasa mchungaji, mimi pale nimekuelewa. Baba askofu, mimi nimekuelewa pale uliposema kwamba Warumi sijui nasema hivi. Lakini maandiko yapo baba. Ni kweli sheria zipo baba. Lakini si busara inatumika baba. Busara ndio hiyo busara, nasema mfuate taratibu nilivyoelekeza juzi. Lakini baba, samani wewe unajua ni baba yetu. Sasa baba sijui baadaye umeniletea sadaka. Hii sio sadaka baba, hii sio sadaka mzee, ni rushwa hiyo. Alafu sasa ndio asema sasa kama ni hivyo tutatazama sasa. Tutatazama mwanangu hapo sasa, nadhani hivi mnaweza kuwa tayari mwezi huu tarehe ngapi? Maana nataka hii kitu nifanye isijulikane sana, kwa sababu kama unavyoona nishawaambia iruhusiwe. Lakini sasa kwa namna hii mwanangu, kama hivi umenijali mimi, nadhani sasa ukishafikia hapo kiongozi, bora uache hii kazi. Kwanza mimi nikikujua, nadhani naweza nikaomba TAKUKURU akakufuata kabisa. TAKUKURU ni vyombo tunavitumia wote, sio vya watu fulani. Na sisi tunawaita watusaidie. Viongozi wa namna hii wanamtukanisha Kristo, viongozi wa namna hii wanaitukanisha hata neno. Alafu hata hapo unapoongoza wakijua kwamba wewe bei yako ni 50,000, utafunga ndoa nyingi baba. Nimemaliza kueleza wajibu, nimemaliza kueleza haki zetu. Ndugu zangu, tafuta maswali, tafuta maoni, unipigie simu, mimi natoa namba yangu bila uchoyo. Lakini kwa kuwa mimi ni kiongozi pia kama ninyi, nimesema mambo haya bila kuficha, bila kuacha. Sasa somo linalokuja nitakuja sasa na maangalizo mengine, kwa sababu nadhani ni busara nisilipue kwa sababu hapa ndio Mungu mwenyewe tunamweka wazi kwa watu wamuone Mungu anafananaje, na sisi tunatakiwa kuwaje. Sasa kuna mambo mengine hata nikisema niachie hapa, watu watanipigia simu, mzee mbona umesahau kusema hiki, mbona mzee umesahau hiki. Sasa somo lijalo na ndio la mwisho, naomba usikose. Nitakuja na mambo ya mwisho na ushauri wa mwisho kwa viongozi wenzangu. Najua kutoka hapo tutaenda vizuri na Mungu wetu, na tutapata heshima katika jamii tunamoishi, na tutapata heshima na upendeleo maalum kwa serikali yetu. Mungu awabariki sana. Majina yangu kamili mchungaji Dr. Jacobo Mutashi. Nachunga kanisa la EAGT Kiloleli Mwanza. Namba yangu ya simu ni 0767 493 na nyingine 0784 493 kwa hiyo Sibuka TV inapatikana katika kingamuzi cha Azam. Kama una kingamuzi cha Azam lakini uwe na dish, utatupata katika channel ya Other Channels. Tafuta Other Channels, channel 001, channel ya kwanza kabisa. Na kipindi hiki kinakuwa hewani mara nyingi, Jamii na Maadili, kinakuwa hewani kila siku ya Jumatano saa 5:30 mpaka saa 6:30 kila Jumatano. Na marudio yake ni Jumamosi, kila Jumamosi saa 6:30 mpaka saa 7:30. Watu wa Lindi mnatupata kwenye frequency ya 87.5, Lindi FM 87.5. Naomba nikushukuru tena kwa mara nyingine ninapokwenda kuombea. Nikutakie uchambuzi mzuri. Maana nilipomaliza hivi sasa uende kutafakari, unipigie simu, nimetoa namba zangu. Baba Mungu mtakatifu, nakuja tena mbele zako kama tulivyoanza kwa maombi. Kweli umetusikiliza Mungu, ukatusikia, ukatujibu. Maana hukutuacha kabisa tuaibike, hukutupungukia popote, ila umetupa maarifa watumishi wako. Imefikia zamu ya kuongea na watumishi wako. Baba, umesema nasi, tumesikia, na hayo yaliyoko mbele yetu tunasubiri uendelee kutuonya na kuturudi na kutukumbusha
mahali pengine kutupongeza. Baba, tunasema asante kwa somo zuri. Naomba niache yote mikononi mwako, watazamaji wote, wasikilizaji wote. Baba, baraka zako naomba ziwe juu yao, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ubarikiwe na Bwana. Bye. GT